Na mtazamaji na Kibona Media, karibu kwenye Sports News. Hapa ni Kibona Media, zungumza masuala ya michezo na burudani za hapa nyumbani na hata nje ya Tanzania. Jana tumeona mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi kati ya Tanzania na mbili ya JS Kabylie ambao ulimalizika kwa ushindi Yanga magoli 3-0, lakini mjini umeshindwa kwenda. Niko hapa na Rashid Shama Mchome, the heavyweight champion. Endelea subscribe, like, comment na kushare, jambo la msingi kweli. Ikiwa kwa sababu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki ya Sports News ya Kibona Media. Mchome, tumeona jana Yanga amecheza vizuri kweli kweli kwa kiwango kikubwa kweli kweli pale New Aman Complex Zanzibar dhidi ya JS Kabylie na kuweza kushinda magoli 3-0 ambayo yale ilikuwa inafanya uweze kufuzu, lakini kilichoangusha ni sare kati ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat kule Misri. Unadhani kwa nini Yanga msimu yote hii ambapo iko bora kwenye kiwango bora anakuwa na kwama katika hatua hii? Ni swali zuri Nixon. Nilijua tutaenda moja kwa moja kwenye mechi, lakini tumeanzia pazuri. Unajua, kabla ya kuitazama mechi yenyewe, Yanga wake alifanikiwa kupata matokeo dhidi ya Jeska. Kuna kitu ambacho wengi wanashindwa kukiangalia. Yanga bora, yani ile Yanga to the climax, imekuwa total dominant hapa katika ligi ya nyumbani, imeshindwa kufurukuta mbele ya michuano mikubwa barani Afrika kwa maana kwa bingwa. Tutazungumzia tu shirikisho ambayo alicheza mpaka finali, lakini kucheza hatua ya robo finali kwao imekuwa ngumu, na ndio maana hata ukisikiliza malengo mwanzo wa msimu, Yanga malengo yao ya kwanza ni kucheza hatua ya makundi. Tofauti na Simba ambaye inaweza kawa hayupo bora katika huo msimu kwa maana ya kwa maana ya ligi ya ndani, lakini akaweza kufanya vizuri pia katika michuano ya bingwa na shirikisho. Hii ni kwa nini? Mimi nadhani naweza nikasema Engineer Hersi anakuwa akiwakosea au amewakosea sana na Yanga. Muulize kwa nini? Yes. Ukitazama Yanga msimu huu ilifanya usajili bora. Leta kina Dumbia, Celeste, kina kwa Lassine Kouma. Yani walifanya sajili kwa kweli. Lakini hizi sajili zimekuja kuvurugika kwenye dirisha dogo. Lakini nani ambaye anakuja kureplace hizi sajili? Ndio hapo ninapokuambia Engineer amewakosea wana Yanga. Yanga imekuwa bora lakini imeshindwa kuzidi pointi 8 katika makundi. Utaikumbuka Simba bora zaidi iliwahi kufikisha takriban pointi 13 mbele ya anamaliza kundi gumu kweli kweli. Yes, lakini Yanga bora haijawahi kuzidi pointi 8. Kwa nini? Kama hiyo historia ipo katika viongozi wa Yanga, moja kwa moja wanatakiwa kujua kwamba kuna kazi ya ziada tunatakiwa kuifanya ili tuhakikishe tunazidi hizi pointi 8. Pengine Yanga angekuwa na mahesabu ya kuzidi pointi 8 katika kundi hili, licha ugumu wa kundi ulivyo, pengine tungezungumza Yanga hatua nyingine. Hivi leo tulikuwa hapa tunaipongeza Yanga kwa kuvuka hatua ya makundi, lakini wanashindwa kuvuka kwa sababu mipango yao. Viongozi wa Simba wanaweza wasifanye sajili za maana, wanaweza wasiwe pamoja, lakini timu ikasogea hatua ya robo finali na wakagotea hapo. Kwa hiyo ukiangalia sajili ambazo wamezifanya Young Africans hasa kwenye eneo la kwenye dirisha dogo, ameingia Depu, ameingia Alan Okello, yes, ameingia yule kiungo alitoka Singida Mohamed Damaro, yes. Lakini pia yuko yule kiungo amesajiliwa hajacheza hata mechi moja, winga. Yes, hajapata nafasi ya kucheza. So ukiangalia hawa watu ambao wameingia, ukimtazama mmoja mmoja, bado haikupi picha ya kwamba hizi ni sajili ambazo zinakwenda kukupa matokeo chanya hasa kwenye michuano mikubwa. Ukimtazama Alan Okello, fantastic player, anacheza vizuri, uwezo mkubwa kumiliki mali, ana uwezo wa kukumbata nafasi kwa goli, lakini unapocheza kwenye michuano mikubwa unahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kumiliki mpira, ana uwezo wa kucheza mpira timu ambapo inakosa mpira, kwa maana with ball na without ball. Alan Okello hawezi kukupa hicho kitu. Sasa tunacheza mechi ya away, tunakuhitaji Alan Okello ushuke, upore mipira na tuanze kushambulia kwa counter attack. Huwezi kukipata kwa Alan Okello. Njoo kwa kiungo Damaro, ni mchezaji mzuri, lakini uwezo wake mkubwa wa kupora mipira amekuwa na delay hali ya juu, anachelewa zaidi, mchezaji ambaye anavuna sana kadi njano, cheza sana madhambi.
fine, ni kiungo wa chini, anatakiwa kuwa hivyo, ni sehemu yake kwenye eneo la ulinzi, lakini Yanga wanamhitaji Mudathir Yahya basi arudi kwenye ubora wake, yani muda akiwa kwenye ubora na ubora wa Mkenya huyu mchezaji wa Kenya yule anacheza eneo la kiungo, Duka Ogabuya, yes, akiwa kwenye ubora wake brother, eneo la kiungo Yanga lipo vizuri kweli kweli. Huko nyuma sina mashaka nako, kwa maana ya mabeki Mwamnyeto, Baka, Jombo, sina shida, goalkeeper Dia, sina shida nako, lakini eneo la kiungo linakosa huyo mtu, na haya ni sajili ambazo zimefanywa kwenye dirisha dogo. Huu unaweza ukaona kwamba hizi sajili zilivyosajiliwa moja kwa moja, je, viongozi walikuwa wanawaza kwa nini tunaishia pointi 8? Nini tufanye tuzidi hapa kwenye pointi 8? Kulihitajika kupatikana watu wenye ubora zaidi, kwa sababu tukizungumzia hizo pointi 8 ambazo Yanga wanaishia, kuna Aziz Ki wa moto, Pacome Pedro Zuzo wa moto, Kwasi Atola yao wa moto, umenielewa? Fiston Kalala Mayele wa moto, lakini Yanga inavuna pointi 8. Tunakuja na hawa wachezaji ambao wamefanywa usajili hivi sasa, tunaishia tena pale pale kwenye pointi 8. Kwa hiyo kinachokosekana ni maono ya kwa nini tunaishia pointi 8 na nini kifanyike tutoke hapa kwenye pointi 8 tusogee mbele zaidi. Nipongeze, ilikuwa kundi gumu fine, lakini hili nalo pia litakiwa kulifikiria, kwa sababu hawezi kuishia kwenye pointi 8 mara zote. Ukitazama Yanga ama Simba ya msimu ambayo inacheza fainali ya shirikisho chini ya kocha Fadlu Rahman Davis, sio Simba tishio, haikuwa Simba tishio. Ukiangalia wachezaji wanaoanza, ukija kutazama benchi, unakutana na Samiru Yasini yuko pale anasubiri, David Kameta, Chasambi yuko benchi. Huoni kwamba akitoka mtu anaweza akaingia mtu kwenda kukupa matokeo, umenielewa? Lakini imeweza kufanikiwa. Kwa nini? Wanajua wapi wakanyage na mguu unaofuata ukakanyage wapi, ili waweze kupata matokeo katika hii mitua. Kwa hiyo hapo ndio ilikuwa shida. Lakini kitu kikubwa zaidi ambacho hawakukiangalia kwenye hiyo mechi, mpaka tuseme kwamba wamekosa matokeo ya kufanya wafuzu, walijua kuicheza mechi yao vizuri, na haikuwa shida kwa Yanga kupata matokeo dhidi ya Jeska, kwa sababu ukiangalia Jeska msimu huu namna ambavyo wamecheza hawavutii, takriban nafasi ya 9 ya 10 kwenye ligi yao. Unaweza kaona ukimweka mzani na Yanga fine, hatufanani nao kwenye ligi, lakini sio timu tishio mbele ya Young Africa. Kwangu mimi sikuwa na mashaka na magoli ambayo Yanga wanaweza kufanikiwa kuyapata, ila nilikuambia hapa kwamba kufuzu kwa Yanga, ukiniuliza mimi nitasema hapana, kwa sababu najua ugumu wa mechi ambao upo kati ya Ahli dhidi ya FAR Rabat. Ukitazama vizuri mechi, kwa sababu tulikuwa tunaangalia pamoja Nixon, tunahama Ahli walikuwa wanatengeneza nafasi, wanafika kweli kweli, lakini shida ilikuwa ni convert nafasi kuwa goli. Kwa hiyo hata FAR Rabat wao walikuwa wanajua moja kwa moja hii mechi kwetu nayo pia ina umuhimu kiasi gani. Kwa tunahitaji tu alama moja ili pia tuweze kuvuka hatua inayofuata, kama tutakosa 3 ya kuongoza kundi. Kwa hiyo hiki kinachokuwa nishindwa kufanikiwa kukitazama, kwa sababu haikuwa mechi nyepesi. Wao walidhani wakishashinda kule Ahli atashinda, tunao watakuwa wamefunga, ndio maana goli zinafungwa, wananyanyuka, wanashangilia mpaka goli 3 zimefika, watu wamerudi kwenye simu zao. Hakukuwa na yoyote anafuatilia tena mechi zaidi ya kwamba wamerudi kwenye live score, wenye kuingia kwenye Azam Max na vitu vingine kutazama, wamerudi kule wanaangalia tena kinachoendelea, jambo ambalo lilikuwa ni gumu kweli, kwa sababu wamebaki sasa, kilichobaki ni dua na kumwomba Mungu kama anaweza. Kwa hiyo kwangu mimi kuniuliza changamoto, nakwambia engineer anakosea sana. Hapani, sasa engineer kwa kama ni president wa timu ya Yanga na kwenye michuano hii ya kimataifa, afanye marekebisho gani kwenye kikosi au kwenye uongozi wake ili tu aweze kuleta chachu, pia aweze kutoka hatua hii ya kuishia makundi kwenda robo finali, hususan kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Gani hasa akifanya ili aweze kufanya? Kwanza engineer amefanikiwa sana kwenye ligi kuu, amefanikiwa mno, mpaka watu wengine wanasema anasambaza bahasha na nini. Sitaki kuingia huko kwa sababu halijathibitishwa, sijathibitisha na wala sijui, japo hivi vitu vipo kwenye soka letu, haviepukiki. Na hawa wanaosema wanajua kwa pengine wao walikuwa wakitoa au wao walikuwa pia wakipokea, chochote kinawezekana. Amefanikiwa, ajue kutofautisha kati ya ligi kuu na klabu bingwa. Unaweza ukapata matokeo
dhidi ya Simba ambaye ni title contenders kwenye ligi ambayo wanacheza nayo, tena akawa bora na ukamfunga misimu miwili, ukamfunga mara 4, mara 5 mpaka mara 6, lakini kupata matokeo dhidi ya Nairobi United mfano dhidi ya Nairobi United ikiwa kwenye michuano mikubwa ni jambo kubwa zaidi ya kumfunga mpinzani Simba. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Zile pointi 3 ambazo unazipata zinakutengenezea mazingira wewe kusogea. Kadiri unavyozidi kusogea ndipo unazidi kuvuna pointi za kuitengenezea mazingira timu yako kuwa kwenye renki kubwa. Ukiangalia sasa hivi Yanga Simba ni ya 8, Usman ni ya 9, Yanga ni ya 10 kama sijakosea. Si ndivyo? Wewe nadhani Simba na Yanga wamepishana pointi chache tu, yani ametofautishwa na SM Alger tu. Usman na Yanga. Simba, Usman, Yanga. Kwa hiyo Yanga anaweza akawekeza zaidi ya kile ambacho ameweza kukiwekeza katika michuano ya ligi kuu. Akiweza kufanya hivyo, moja kwa moja itampa mazingira wajua nini atakuwa kufanya. Lakini sishangai kwenye hata kipindi cha sajili Engineer mwanzoni alikuwa akifeli, walioke na Fiston Blazaki kama nakumbuka, Priscilla Kisinda Mukoko Tonombe aliletwa hadi akabebwa airport, lakini baadaye hazikuwa sajili ambazo zililipa kiasi kikubwa. Lakini hapa katikati tukaona namna ambavyo alikuwa anabadilika. Kadiri muda unavyozidi kwenda nao wanajua na anaendelea kujipata kwamba kumbe kule kunahitaji hiki, kule kunahitaji hiki na hiki. Kwa hiyo mimi nadhani hizi zinakuwa ni case study kwake na zinampa majibu na taswira ya nini atakayofanya ili aweze kufanya vizuri zaidi. Unaona akaja sasa na win kila Pacome amekuja, Aziz Ki, Fesoka na Mayele, wakila Shana Juma. Hadi machaguo ya wachezaji wa ndani wachezaji wa ndani kina Diara, tunazungumzia goalkeeper bora kabisa. Tunajiuliza baadhi ya timu kubwa sasa hivi zinamuona walikuwa wapi. Kwa hiyo hii ni case study kwake na amejifunza vingi. Huenda akaweza kufanya vizuri hapo baadaye. Mimi nikushukuru sana. Asante. Bro ni Rashid Chama mchongo heavyweight champion ambaye msimu kabisa mchezo wa jana Yanga kuweza kushinda magoli 3 lakini pia kuweza kufuzu au kushindwa kufuzu kutokana na matokeo ambayo yametokea kule Misri ili kati ya Al Ahly dhidi ya Fabati ambayo ilifanya Yanga kuweza kuishia katika alama 8 na Fabati alama 9 na timu ya National alikuwa na alama 10 kibindoni. Naitwa Nixon Mwageni mzee wa Amerika endelea. Subscribe, like, comment na share. Jambo la msingi kweli. Pia ni kutengeneza data ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, kote huko tunapatikana kama Ndivona_media. Asante.